Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema serikali zote mbili hazitamvumilia mtu yeyote au kikundi cha watu ambacho kitabainika kuleta viashiria vya uvunjifu wa amani nchini. Amesema hayo kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika hafla ya maadhimisho ya maombi ya dunia ya kitaifa ya Umoja wa Wanawake wa Kikristo Zanzibar yaliyofanyika Kanisa Kuu la Kristo Mkunazini Zanzibar. Amesema tunapaswa kujifunza umuhimu wa amani kwa kuangalia nchi ambazo zimekosa amani kwa kukumbwa na machafuko na kupoteza amani, jinsi zinavyopata shida, hasa akina mama na watoto, sambamba na kujitokeza kwa uharibifu wa miundombinu na idadi kubwa ya watu kupoteza makazi na wengine kupoteza maisha. Hizi ni ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com Zanzibar. Mimi naitwa Said Tizrey. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haitamvumilia mtu yoyote au kikundi cha watu ambacho kitabainika kuleta viashiria vya uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Sote tunashuhudia kupitia vyombo vya habari katika nchi mbalimbali duniani ambazo zimepatwa na machafuko na kupoteza amani juu ya namna kina mama na watoto wanavyopata shida, sambamba na kujitokeza uharibifu wa miundombinu na idadi kubwa ya watu kupoteza makazi na maisha, na wengi wao kupoteza maisha yao. Hili ni jambo la kujifunza kwa Watanzania wote juu ya umuhimu wa kuilinda amani tulionayo katika nchi yetu na kufahamu athari zinazoweza kujitokeza pindi amani ikitoweka. Kila wiki tuna maombi maalum kwa ajili ya kumwomba Mungu atuepushe na majanga, magonjwa na hatari mbalimbali zinazoikumba dunia. Aidha, kwa upande wetu wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, tunaomba kwa ajili ya viongozi wa dini, kuwaombea viongozi wa serikali, kuombea familia zetu wakiwemo wanawake na watoto, kuombea kwa nguvu zote janga la udhalilishaji ili liishe na kuondoka kabisa. Na kila inapofika mwaka wa uchaguzi mkuu, huwa tuna vipindi maalum vya maombi. Kwa mwaka huu tuna jukumu kubwa la kuombea uchaguzi mkuu unaolikabili taifa letu au nchi yetu ya Tanzania mwezi Oktoba. Dada zangu, msichoke kuwaombea, msichoke pia kuomba haki ambayo inaleta amani ya kweli. Tunaingia katika uchaguzi mwaka huu Oktoba, tunaomba msichoke kuomba amani hiyo, msichoke kulea watu wa kuleta amani, na msichoke pia nini wenye uwezo mkubwa na wenye hekima kubwa kugombea uchaguzi, kugombea kuwa viongozi, na hasa nini mama wa Kristo.